namna ya kugusa. Haleluya. Nataka tujifunze namna ya kugusa Mungu, au namna ya kumfanya Mungu achilie baraka zake kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Huwa tunajua hata namna ya kuwagusa au kuwafanya baba zetu au ndugu zetu au rafiki zetu wa kimwili kuweza kuachilia baraka zao kwenye maisha yetu, si ndio? Tumesikia mtumishi wa Mungu hapa amesema kuna jambo fulani amefanywa, si ndio? Na watu fulani wakamwezesha, si ndio? Haleluya. Maana kwa namna moja ama nyingine, kwa maelezo yake alivyowaeleza, wakaguswa na ile hali aliyokuwa nayo, na ndio maana baada ya kuguswa wakafanya jambo chanya kwa ajili ya kazi ya. Haleluya. Kwa sasa tunatakiwa kujua ya kwamba hata Mungu kuna namna tukifanya anasakilia baraka zake kwenye maisha yetu. Haleluya. Yaani kuna namna ukifanya, ukimshika Mungu, kuna namna Mungu anachilia baraka zake kwenye maisha yetu. Haleluya. 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 Andika namna ya kwanza, tunamgusa Mungu kwa matendo ya maisha yetu au kwa mfumo wa maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Nahitaji mtu mmoja mzuri kwa kusoma Biblia ili tuende pamoja. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Haleluya. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 2, wa 3, wa 4 na wa 5. Twende. Akamzaa. Habili alikuwa mchunga kondoo, Kaini alikuwa mkulima. Ufahamike kwamba hao watoto wa familia moja, kila mmoja alikuwa na kazi ambayo Mungu amempatia. Haleluya. Haleluya. Kila mmoja alikuwa na kazi ambayo Bwana amempatia. Mmoja alikuwa ni mkulima, lakini mwingine alikuwa akichunga kondoo. Kwa lugha nyingine, mmoja ni mfugaji, mwingine ni mkulima. Haleluya. Haleluya. Kama hawa wote wana kazi, kwa hiyo kuna namna kupitia kazi zao au kupitia maisha yao wanatakiwa wamguse Mungu ili apate kuachilia baraka kwenye kazi zao. Haleluya. Haleluya. Yaani wewe kama ni mfanyabiashara, kuna namna unatakiwa mguse Mungu na biashara yako ili Mungu aendelee kuiongeza biashara yako kupitia namna unavyomgusa Mungu. Kama wewe ni mkulima, kupitia shamba lako, kupitia mazao yako, kuna namna unataka kufanya ili uweze kugusa moyo wa Mungu na Mungu aendelee kusalisha kwenye shamba lako katika jina la Yesu. Haleluya. Ikafika wakati Bwana akataka sadaka kwa hao wote wawili. Mtu wa Mungu ameshuhudia vizuri sana. Anasema kwamba sasa atatoa sadaka. Unajua kwa sababu gani? Anacho cha kumfanya atoe. Haleluya. Anacho cha kumfanya atoe nini? Haleluya. Kama hauna manake huwezi kutoa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa ikafika sasa mahali Mungu anataka sadaka kwa hao watu. Yaani Mungu anataka kuona, je, hao watu wako tayari kutembea pamoja na mimi, pamoja na kazi na biashara, pamoja na shamba ambazo nimewapatia. Haleluya. Yaani kumpromise Mungu, kwa lugha nyingine, tunatakiwa tumshawishi Mungu ili afanye mambo makubwa kwenye maisha yetu. Unaweza kupewa milioni moja, hiyo milioni moja unatakiwa ujue namna ya kuiongeza, na kuiongeza sio wewe na bidii zako, bali ni Bwana ndiye anayeweza kuiongeza. Hivyo unatakiwa kujua namna ya kwamba Mungu anafanyaje ili aweze kuongeza hii milioni moja. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu wakapeleka sadaka. Walipopeleka sadaka, Mungu akazipokea zile sadaka.
Nisome mstari wa Turudi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Kaini aliyekuwa mkulima akapeleka mazao ya ardhi kwa Bwana, sadaka kwa Bwana. Akaleta Habili naye akaleta wazao wa kwanza, wa wanyama wake, na sehemu zilizonona za wanyama. Twende. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Alimtakabali Habili kwa sababu ya tendo lake jema. Hebu sema jema. Matendo mema. Haleluya. Matendo mema tunapokuwa tukiyatenda, si kwa ndugu zetu tu, hata kwa mtu usiyemjua. Ukimtendea Mungu atakulipa sawa sawa na kile ambacho umefanyaje. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba, Biblia inasema kwamba Mungu akaikubali sadaka ya Habili pamoja na Habili mwenyewe. Alivyofanya vile kwamba ametoa sadaka ambayo ni sehemu zilizonona za wanyama, Mungu akaitakabali sadaka yake, akaanza kumfuata nani? Kaini. Kwa nini tunamfuata? Haleluya. Kwa sababu ya matendo maovu ya Kaini, na ndio maana Kaini pamoja na sadaka yake haikupata kibali. Kwa hiyo matendo mema yanatoa kibali katika jina la Yesu. Natamani mtu mmoja aseme haleluya. Kwa hiyo matendo mema yanakufanya upate nini? Upate nini? Upate nini? Kwa hiyo usipotenda vyema, maana yake hauwezi kupata nini? Na kibali kinakupa kufanya biashara katika jina la Yesu. Ukiwa mtenda mema, kibali kitakupa afya njema katika jina la Yesu. Ukiwa mpenda mema, kibali kitakupa mume bora katika jina la Yesu. Watu waitikie hapa. Ukiwa mtenda mema, Mungu atakupa mume mwema katika jina la Yesu. Hapo siongelei chumba, naongelea mume maidia. Haleluya. Haleluya. Ukiwa mtu ambaye matendo yako ni mema, tikisa vitu hivi vibaya. Tikisa vijana. Kwambie kuwa na matendo mema ili upate mume mwema. Hatutarajii kwamba mtu anayetenda matendo maovu apate mume mwema. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo matendo mema yanaachilia kibali juu ya maisha ya mtu. Kwa sababu umetenda matendo mema, Mungu ataachilia kibali cha ndoa kwa jina la Yesu. Kwa sababu unatenda matendo mema, Mungu ataachilia kibali cha biashara katika jina la Yesu. Kwa sababu unatenda matendo mema, Mungu ataachilia kibali kwenye shamba na mifugo yako katika jina la matendo mema watu wa Mungu. Haleluya. Kwa Kaini kafanya mambo yake kama jinsi alivyojisikia, lakini Habili amenyenyekea, akapeleka sehemu zilizonona za wanyama, na Mungu akaitakabali sadaka pamoja na nani? Na Habili mwenyewe. Haleluya. Yamkini unajiuliza matendo mema haya ni yapi? Jina la Bwana libarikiwe. Hebu soma kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 25. Mathayo 25. Mathayo 23. Alipata kitabu Mathayo 23. Anza 37. Mstari 25 mpaka 37. Nao nasema, ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana ni lini? Wanamuuliza Yesu, ni lini tulipokuona ukiwa na njaa tukakulisha, au ukiwa na kiu? Hawa ni watenda mema, wanamuuliza Yesu, tukakunywesha. Endelea kwa Mungu. Tena ni lini tulipokuona ukiwa mgeni, ulipokuwa mgeni tukakukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika. Leo kanisa la EAGT Banda Kisewe tumepata wageni, sijui kama kuna wangapi wanaokaribisha wageni. Haleluya. Tumetembelewa na wageni, sijui
unaweza usitamani kurudi kwenu. Unawasukuma hapa na dereva. Ukienda kanda ya Ziwa ukapokelewa na Wasukuma, unaweza ukasahau kama umetoka Dar es Salaam. Haleluya. Wanajua namna ya kuwakirimu wageni. Moja ya tendo chema maidia ni kuwapokea wageni vizuri. Haleluya. Moja ya tendo chema ambalo linamgusa Mungu moja kwa moja ni kuwapokea wageni. Haleluya. Haleluya. Halafu kuwapa nguo wasiokuwa na mavazi. Haleluya. Kuwatembelea wagonjwa. Mara ya mwisho lini umeenda Muhimbili? Sio kama mgonjwa, kama kwenda kuona mgonjwa. Mara ya mwisho ni lini umeenda Mloganzila kwenda kutembelea wagonjwa? Lini kama Mkristo? Haleluya. Mara ya mwisho ni lini umesaidia watu ambao hawana chakula ukawalisha? Mara yako ya mwisho. Nataka nikwambie jambo moja ndio litakushangaza sana. Leo tunaona kwamba ni bora watu wafe na njaa, halafu wewe ukamwaga kilo moja mchele usalia jana. Ndio mchele ndio waje. Basi kwa. Haleluya. Haleluya. Yaani haukumbuki wala hautafakari kwamba kuna watu wanahitaji chakula mahali. Kama Mkristo ni jambo jema ambalo unataka kulifanya ya kutamani kujua ya kwamba wangapi alafu wewe una kipolo fulani kileko kuelekea bata. Haleluya. Kwa Yesu anawaambia ya kwamba nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Haleluya. Haleluya. Kwa unapokuwa unasaidia watu, kumbuka kwamba unamtendea Mungu, unagusa moyo wa Mungu. Haleluya. Unapokuwa unafanya yale matendo mema yanamgusa Mungu moja kwa moja. Faidia. Na nikwambie jambo la kushangaza, familia yako haitalala na njaa katika jina la Yesu. Wala watoto wako hawatatembea na bilaka katika jina la Yesu. Wala familia yako haitalalamika tena kuhusu chakula. Jaribu kufanya hivi. Alafu naongea. Mhubiri anasema ya kwamba nalikuwa kijana, sasa ni nani? Ni nani? Anasemaje? Sijawahi kuona mwenye haki. Na Yesu hapa alikuwa anaongea na watu gani? Kwa hiyo kama ni mwenye haki, Mhubiri anasema nilikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki. Acha nani? Ni Mkristo kabisa. Lakini haki ndani yako haleluya. Haleluya. Haki ndani yako haipo. Maidia, sio kuja kanisani tu, bali hata matendo yetu yaonekane mtaani ya kwamba watu hawa ni wacha Mungu. Haleluya. Matendo yetu maidia, sio kwamba umevaa tai, umepiga suti kama Tanzania. Haleluya. Unaonekana kwamba wewe ni mcha Mungu. Matendo yako maidia. Huko mtaani kweli unafanya nini? Huko ndugu zako wanasema nini? Kuna watu leo hii
namna ambavyo tunatakiwa kuishi katika utakatifu. Haleluya. Kwa wenye haki wanaanza kumuuliza Yesu, ni lini tulikuona uchi tukakuvika? Lini tulikuona una njaa tukakupa chakula? Lini ulikuwa umefungwa tukaja kukuona? Lini? Wanamuuliza ni lini Bwana? Yesu akaingia gerezani, unamani? Yesu akakosa mavazi. Yesu akaona njaa. Haleluya. Hapo shetani anamwambiaje? Ikaanza kusiwe. Haleluya. Haleluya. Ninamwambia Bwana, wewe si Bwana Mungu. Aliisha kitu. Haleluya. Kwa hiyo wenye haki wanamuona Mungu, wanamuona Yesu, wanaanza kumuuliza ni lini? Twende hapo mstari wa mstari ule wa 39. Ni lini tena tulipokuona ukiwa mgonjwa au ukiwa kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, Yesu anawajibu anawaambia, amin nawaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea majirani zako au ndugu zangu, ndivyo ambavyo waliowatendea Yesu katika jina la Yesu. Vile ambavyo wanavyowatendea wadogo zako ndivyo wanavyomtendea Yesu. Yaani kama unamsaidia mdogo wako, unamtendea matendo mema, maana yake unamfanyia nani? Kama unawapa yatima chakula, unamtendea nani? Haleluya. Kama unasaidia maskini, unamtendea nani? Kama unawapa waliokosa chakula na wapa, unamtendea nani? Haleluya. Alafu na baadaye sasa anawaambia Yesu, amini nawaambieni, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo ya wadogo mlikuwa mkitendea nani? Alafu anawaambia nawaambia kadiri mlivyowatendea mmoja wapo wadogo hao Mungu walio wadogo mlinitendea nini? Kwa tunapotendea maskini maana yake tunamtendea Yesu. Kisha atawaambia na wale walioko katika mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, waende katika moto wa milele. Kwa hiyo watu wa Mungu tujitahidi sana kutenda matendo mema kwa ndugu zetu katika jina la Yesu. Ukitenda matendo mema utapata kibali kwa jina la Yesu. Ukitenda matendo mema utapata kibali cha afya. Ukitenda matendo mema utapata kibali cha elimu. Utapata kibali katika jina la Yesu. Andika namna ya pili. Tunamgusa Mungu kwa imani. Andika imani. Tunamgusa Mungu kwa imani au kwa kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu utakuwa umemgusa Mungu moja kwa moja. Yaani kama mtu ambaye hajawahi kumkubali Yesu, hajawahi kumpokea Yesu, haleluya, akishampokea Kristo akamwamini Yesu, atakuwa amemgusa Mungu moja kwa moja. Maana yake mambo yake yataanza kufanikiwa kama jinsi ambavyo Mungu anataka yawe. Haleluya. Haleluya. Nisome kitabu cha Wakorintho. Marko, kitabu cha Marko 5. Marko 5:25. Hapo nifungulie Luka. Kitabu cha Luka 8:43. 5:25. Kitabu cha Marko 5:25 inasema, na mwanamke
mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuvumilia mateso mengi kutoka kwa matibabu wengi. Soma vizuri mtu wa Mungu. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuvumilia mateso mengi kutoka kwa kutoka kwa matabibu wengi na kugharimiwa mali yake yote, aliyokuwa nayo usimfae hata kidogo, Huyu mwanamke aliyekuwa na mateso ya muda wa miaka 12, yamkini Biblia inasema kwamba huyu mtu alikuwa amegharimiwa mali zake zote. Alikuwa na nini? Alikuwa na uwezo. Sio pesa kwa ilikuwa tatizo. Bila tatizo kwa nini? Afya. Haleluya. Haleluya. Changamoto yake ilikuwa ni afya. Alafu alikuwa ameshasikia habari za watu wanaosaidia watu. Sema watu wanaosaidia watu. Kuna watu ambao leo hii wanaaminika, sio katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Haleluya. Watu wanaaminika. Wamesema kwamba matabibu wengi, haleluya, ameteseka kwa mikono ya matabibu. Matabibu, haleluya. Kwa hiyo ameenda kila mahali. Yamkini hata kwenye mafuta kaenda. Kwenye mafuta? Kwenye mafuta? Kwenye chumvi? Kashabubuna huyo. Katafuna chumvi, si ndio? Kama ni maji kafanyaje? Kashafanyaje? Kama ni vitambaa kashabishika. Haleluya. Lakini Biblia inasema kwamba haikumfaa kitu. Pia unaweza ukataabika kwa muda mrefu, ukawa na maji ya upako isikufae. Unaweza ukaangalia kwa muda mrefu, ukawa na chumvi ya upako isikufae. Biashara yako inaweza isiende, ukakuwa na chumvi ya upako na maji ya upako isi. Mwamini Yesu, uone biashara yako inaweza kuingia katika jina la Yesu. Haleluya. Pasa ni ndogo sana. Tunatakiwa kumwamini Yesu ya kwamba hata bila maji Bwana atatenda katika jina la Yesu. Ya kwamba bila chumvi Bwana atatenda katika jina la Yesu. Ya kwamba bila mafuta ya upako watoto wangu watasoma, watalala usingizi na wataamka wazima katika jina la Yesu. Huyu mwanamke ameshatembea sehemu nyingi akitafuta solution la afya yake, wala isimfae. Haleluya. Akafanyaje? Baada yake ilizidi kuwa mbaya. Hali yake ilizidi kuwa mbaya. Kama ulete atishi ya maji ya upako mwingine. Unafanya biashara huko. Ndio unaanza kutumia hayo maji. Kama ulete ndio. Mwamini Yesu. Mwamini. Ukimwamini Yesu, Mungu ataingilia katika biashara yako katika jina la Yesu. Maana yake tunauleta watafanyaje? Watakufa. Haleluya. Kwa hiyo mtu anasema kwamba Biblia inasema kwamba huyu mtu hali yake ilizidi kuwa maana yake hata biashara yako inaendelea mbali. Unazama simu? Sasa biashara yako inaendelea wapi? Inaendelea kusini. Haleluya. Wengine sasa wameshafanya maduka yao kama hivi. Ushafika hivi. Mashamba ya tunu. Kila mmoja mwingine ana tunu. Kila wewe Yesu atafanya katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa nafasi yake anasikia habari za Yesu. Alitembea sana, akazunguka sana, kana maji ya kutosha, kapaka mafuta ya kutosha, wamekanyaga mafuta ya kutosha. Aliposikia habari ya Yesu, Kusikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma. Nisome
kitabu cha Luka. Luka ile sura ya 8 mstari wa 43. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu, mwanamke mmoja aliyetokwa na damu muda wa miaka 12, miaka 12, alikuwa amegharimiwa mali zake zote kuwapa waganga. Sasa Luka anakuambia kwamba amegharimiwa mali zake kwa nani? Waganga. Luka anafanyaje? Waganga. Luka anasema watabibu wengi, amepuku kwenye watabibu. Luka anakuambia amepita kwenye mikono ya waganga. Haleluya. Mali zake tunapeleka kuwapa wa maisha. Kwa wanapeleka. Kisha sikia mganga penyewe anamwagiza kelele bila mganga. Anamwagiza alafu ngoje sio hiyo. Tunataka kuku. Alafu anakupa na maelekezo. Anataka kuku mwenye paja la kilo 1. Amechezea sana. Haleluya. Wataendelea kukuchezea usipomwamini Yesu. Haleluya. Na kuku wako wataisha usipomwamini Yesu. Unasikia? Kwa Luka anakwambia kwamba amepita kwa waganga wengi, alafu asipate kuponywa na mtu yeyote. Kwa hiyo kumbe hakuna mtu hakuna yeyote ambaye hana imani na Kristo anayeweza kumsaidia mtu. Unaelewa? Kwa hiyo amepita kwa waganga, lakini hakuna mtu yote anaweza kufanyaje? Aliyeweza kumponya. Twende baba Alikwenda akaenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake. Yake. Haleluya. Akaugusa upindo wa vazi lake. Na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Baada yake huyu mtu, baada ya kupita kwa matabibu wengi, baada ya kupita kwa waganga wengi, baada ya kukanyaga madhabahu nyingi, baada ya kunywa maji mengi, baada ya kupaka mafuta, usifai kitu. Akasikia injili. Sema injili. Aliposikia injili, Soma Biblia. Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye. Kwa hiyo huyu mtu akasikia injili. Kwa hiyo huyu mtu yamkini alisikia kwamba na mama nani na yeye amepona. Akasema hapana, hizo mimi miaka 12 sijapata uponyaji. Na nimeshatembea kila mahali sijapata nini? Uponyaji. Akasema kwamba hapana, nitabidi niende, hata asiponiombea nitagusa pindo la vazi lake tu nami nitapata uponyaji. Alivyoamini vile, na wewe anza kuamini kwa njia sasa ya kwamba utakapo